Hello, hello, habari za jioni ndugu wateja, karibuni katika session yetu ya tatu ambapo tutagusia fursa mbalimbali zilizopo katika uwekezaji kwenye hati fungani, exploring fixed income opportunities. Tutakuwa na wachakata mada wawili, Patrick James pamoja na mimi Emmanuel Matunda, na bila kupoteza muda ningependa tuanze. Okay, so tukianza na basic introduction, hati fungani. Hati fungani ni nini? Tunasema ya kwamba hati fungani ni fixed income securities ambazo zinakaa kama mikopo. Na mikopo hii imekaaje? Tukija kuangalia njia mbalimbali ambazo taasisi zinatumia kukuza mtaji, kuna njia ya kukuza mtaji kuna njia ya kukuza mtaji kwa kuuza hisa, lakini pia njia nyingine ya kukuza mtaji ni kutumia mikopo. Na katika mikopo hii, njia mojawapo wa kupokea mikopo ni kwa kuishu hati fungani kwenda uh, kwa soko la umma, the public, na mikopo hii inakuwa inachukuliwa kwa mfumo wa hati fungani. So hapa tukiangalia definition yetu tunasema kwamba bonds are fixed income securities that represent loan made by investor to borrower. Na taasisi ambazo huwa zinakuwa zinashiriki katika bond markets ni kama vile uh, taasisi binafsi, taasisi za umma pamoja na serikali. Na mwekezaji anapokuwa anawekeza katika hati fungani hizi, anakuwa anawekeza katika hati fungani hizi with the expectation ya kupokea marejesho au returns kwa mfumo wa interest payments, na hatimaye kulipwa ule mtaji awali aliouwekeza pale ambapo hati fungani hiyo itaiva, yani tunasema bondi itakapo machua. So mbali na hapo kuna baadhi ya terminology ambazo zinakuwa zinatumika sana sana kwenye masuala ya hati fungani. Terminology mojawapo ikiwa maturity. So tunaposema maturity tunakuwa tunamaanisha ni tarehe au siku ambayo wewe kama mwekezaji utarudishiwa ile hela yako ya awali uliokopesha taasisi fulani. So mfano kuna hati fungani za aina mbalimbali zenye duration au zinazotembea kwa muda wa kipindi fulani. Kuna hati fungani za miaka miwili, kuna hati fungani za miaka 10, 15, 20 na kadhalika. Kwa hiyo unapokuwa unawekeza katika hati fungani hiyo, let's say leo kwenye hati fungani ya miaka miwili, then tunatarajia kwamba baada ya miaka miwili hati fungani hiyo itaiva au kumachua, na katika maturity utarudishiwa ule mtaji uliowekeza. Tukiangalia maana ya neno face value, tunaona ni kwamba hiki ni kiasi cha fedha ambacho hati fungani hii ina thamani ya hati fungani inapokuwa issued mara ya kwanza sokoni, na ni kiasi cha fedha ambacho utalipwa pale ambapo hati fungani itakapoiva au itakapo machua. So mfano kama umenunua bond leo yenye thamani ya milioni moja, let's say that's the face value, ina maana ya kwamba baada ya kipindi cha miaka kadhaa ambayo hiyo bondi inatarajia kuwepo sokoni, utakuja kurudishiwa, wawekezaji mliowekeza katika hiyo bondi ya milioni moja mtakuja kurudishiwa total amount ya milioni moja. Na coupon rate, hii ni kiwango cha thamani ya bond hiyo au hati fungani inayolipwa kama riba kila mwaka. Yaani coupon rate kwa jina lingine ni kama riba ya hati fungani hiyo. Kuna yield, ambapo yield tunasema hii ni ile rejesho halisia unaopata kutoka kwa hati fungani, na ili rejesho linakuwa linatokana na masuala makuu mawili. Swala la kwanza ni kiwango cha riba, coupon rate inayolipwa na hati fungani hiyo, pamoja na thamani ya ongezeko au punguzo katika thamani ya mtaji ambao umewekeza katika hati fungani hiyo. Nafikiri huku mbeleni tutakuja kuelewa zaidi nini maana ya hizo capital gains na losses. Tukija kwenye swala la clean price, tunasema clean price ni bei ya hati fungani bila kujumlisha ile riba ambayo
ile riba ambayo imekuwa accumulated ndani ya hatifungani hiyo. Au ni kwa lugha rahisi sana, clean price ni bei ya hatifungani bila kuongeza kiwango cha riba, bila kuongeza kiwango cha riba kama uh, bila kuongeza kiwango cha riba kama tozo nyingine ya ziada ambayo mwekezaji atabidi alipe mbali na hiyo bei. Tukija kuangalia concept ya accrued interest, tunasema kwamba accrued interest ni ile interest au ni ile riba ambayo wewe mwekezaji inabidi ulipe pamoja na clean price. Na hii accrued interest inatokana kwamba let's say unanunua hati fungani either kwenye soko la hisa, soko la upili kutoka kwa mwekezaji mwingine. Labda hati fungani hiyo mara ya mwisho ililipa riba let's say mwezi wa kumi mwaka jana 2024. Kwa hiyo mwekezaji anapokuuzia hati fungani hiyo atakuuzia kwa bei ile ya clean price pamoja na kile kiwango cha riba ambacho angestahili kupokea kuanzia mwezi wa kumi mpaka tarehe ya leo. Kile kiwango cha riba ambacho angestahili kupokea ndo tunaita accrued interest, na tukijumlisha sasa hiyo element ya clean price na dirty price clean price na accrued interest ndo tunakuja kupata hiyo dirty price, ndo hiyo tozo jumla ambao mwekezaji atabidi agharamie ili kuweza kununua hati fungani hiyo. Okay, tuje katika aina ya hatifungani zilizopo sokoni. Aina ya kwanza ya hatifungani ni corporate bonds au tunaita hatifungani za taasisi binafsi. Na kama ilivyoelezewa hapa, tunaona ya kwamba ni debt instruments ambazo ziko issued na makampuni binafsi kwa dhumuni ya kukuza mtaji, na wawekezaji wanaokuwa yeah, of course, wawekezaji wanaokuwa wananunua hatifungani hii wanatarajia kupokea mapato kwa mfumo wa riba na ule mtaji wao wa awali pale ambapo hiyo bond itakapoiva. Mifano mbalimbali ya hatifungani kama hizi ni fursa sukuk ambayo ilitolewa na KCB ambayo ilikuwa na riba ya asilimia 8.75 na tunatarajia itaiva mwaka huu Disemba 2025. Kuna NMB Jamii Bond inayolipa riba ya asilimia 9.5 na tunatarajia ita mature mwaka 2026. Kuna NBC Trigger Bond, kuna Samia Bond yenye miaka 5. Hii tumeona imekuwa listed majuzi hapa, ina riba ya asilimia 12 na tunatarajia itakuja kumachua Februari 2030. Tukija sasa kwenye upande wa hati fungani za serikali. Serikali sasa inapokuwa inakuza mtaji kwa njia ya hati fungani, kuna aina kuu mbili ya hati fungani ambazo wanaweza wakaishu. Kuna treasury bill au tunaita zero coupon bond, na hizi tunasema ni hati fungani za muda mfupi ambazo hati fungani za muda mfupi, na sifa yake ni kwamba ni hati fungani zinazokuwa issued za chini ya mwaka mmoja. Uh, hati fungani hizi zinakuwa zinaletwa kwa umma at a discount, yani thamani ndogo, yani inakuwa issued kwa thamani ndogo kuliko thamani yake halisia. So mfano kama let's say una bond yako, let's say kuna hati fungani au treasury bill ya let's say milioni moja, serikali ataiissue kwa laki tisa. Kwa mwekezaji anakuwa ananunua hati fungani hiyo kwa laki tisa. Let's say hatifungani hiyo ni hatifungani ya miezi sita au siku 182. Kwa hiyo ina maana baada ya siku hizo 182 atatarajia kupokea shilingi milioni moja. So kutakuwa na ongezeko la thamani ya mtaji ya shilingi laki moja. So ndo maana tunaziita zero coupon bond au tunasema zinakuwa issued at a discount, na kwa sababu zinakuwa issued at a discount hazina coupon rate maalum. Mm, na of course tukija kuangalia kwenye upande wa BOT huwa anakuwa akiziissue kila baada ya wiki mbili. Zinakuwa zikinadiwa sokoni siku ya Jumatano, na kima kidogo cha kuanza kuwekeza katika hatifungani hizi ni shilingi laki tano. So jedwali hili ni mfano wa baadhi ya hatifungani za muda mfupi, kiwango cha mtaji ambacho ungewekeza, bei ambayo ungeingilia, kiasi
kiasi cha ongezeko la mtaji ambalo ungepata, na kumbuka kwa hati fungani hizi za muda mfupi zinakuwa na kodi la zuio la 10%. Kwa hiyo kwenye ile thamani ya mtaji tukirudi kwenye ule mfano wetu wa awali, umetengeneza ongezeko la thamani ya mtaji ya shilingi 100,000, ungekatwa 10% kama kodi la zuio kutoka yale mapato yako. Kwa hiyo in actuality wewe kama mwekezaji ungetoka pale na shilingi 90,000. Yeah. So tunasema hapa na kutokana na okay, baada ya kuzungumza yote hayo, tumeacha note hapa dogo ya kwamba kwa mtazamo wetu sisi tusingeshauri wawekezaji, let's say hususan retail investors au wawekezaji wadogo wadogo kuwekeza katika hizi treasury bill, kutokana na kwamba one, sifa moja ya bondi za muda mfupi ni kwamba zinakuwaga na rejesho dogo. So kama mnavyoona mfano katika jedwali hili, kuna hati fungani za siku 35 hadi siku 364 kwa kiasi cha milioni 5 na milioni 10. Tunaona ongezeko la thamani ya mtaji baada ya kodi ni 27,000. Tunaona 27,000, 55,000 kwa siku 35 ambao ni rejesho la 0.56%. Baada ya siku 35 kwa siku 91 tunaona tuna rejesho ya 1.7%, hadi kufika siku 364 tunaona ni 11.47%. Kwa hiyo kwa mwekezaji ambaye ana target kutengeneza return kubwa, kwa nature hati fungani hii ilivyo, tusingeshauri wawekeza. Lakini mbali na hapo, of course, kuna hilo swala la kodi ya zuio 10% ambayo pia inakata zaidi katika ile rejesho ambalo wewe kama mwekezaji ungetengeneza. Basi ningependa kumkaribisha Mr. Patrick aje kuzungumzia swala la treasury bonds. Karibu Mr. Patrick. Asante sana. Naamini wote mko wazima wa afya. Tunashukuru tena kwa kujiunga nasi katika kipindi chetu hiki cha uwasilishaji mafunzo katika soko la fedha, na siku ya leo tunawapa hii topic yenu ya kuhusiana na hati fungani. Namshukuru ndugu Emmanuel kwa introduction nzuri na ametupitisha sehemu mbalimbali tumeziona. Kwa hapa nachukua na kuelezea hizi treasury bonds za serikali au hati fungani za serikali za muda mrefu. Katika introduction hapo tumeona bonds ni nini. Kwa kuongezea tunaweza tukasema so far kwa Tanzania tuna bonds pia za aina 3. Tuna hizo corporate bonds, tuna municipal bonds na tuna hizo treasury bond. Kwenye corporate bond Matunda ameziongelea vizuri. Kwenye upande wa municipal bonds tunao mfano wa Tanga Uwasa, bondi iliyotolewa na manispaa ya Tanga ambayo inajihusisha na miradi ya maji. Na sasa moja kwa moja tukaangalie kwenye hati fungani za serikali. Tunaangalia hati fungani za serikali ambapo Matunda tayari amewasilisha hapo awali hati fungani za muda mfupi ambazo zinaweza ni treasury bills ambao ni kuanzia mwezi mmoja, miezi mitatu, miezi sita, miezi 9 mpaka miezi 12. Na sasa tunaangalia hati fungani za muda mrefu ambao tunaziita ni treasury bonds. Tunasema hizi ni hati fungani za muda mrefu ambapo serikali anaamua kuja kukopa pesa kwa umma kwa kupitia hii hati fungani ya muda mrefu. Na sasa hivi sokoni tunazo hati fungani za kuanzia miaka 2, tuna miaka 5, tuna miaka 10, tuna miaka 15, tuna miaka 20 na miaka 25. Hapo awali pia tulikuwa tuna hati fungani ya miaka 7 lakini imeondolewa sokoni, na hii ni kutokana kuwa na ushiriki hafifu sokoni. Kwa serikali wakaona kuna haja ya kuipunguza sokoni. Kwa sasa hivi tumebakiwa na hizo hati fungani za kuanzia miaka 2, miaka 5, miaka 10, 15, 20 mpaka 25. Kwenye hizi hati fungani tunasema kima cha chini kabisa cha mtu kuanza kuwekeza ni kuanzia shilingi milioni 1 tu. Kumekuwa na notion mbaya mtaani kwamba kuwekeza kwenye hati fungani lazima watu wawe na fedha nyingi sana ndio uweze kuwekeza. Hapana. Hata sisi wawekezaji wadogo wadogo tunaweza kushiriki, na kama hivyo serikali ametupa fursa ya kuweza kushiriki kuanzia kwa kima cha shilingi milioni 1, na kima cha juu ni kile kima ambapo serikali anakuwa amekiomba aidha ni kwenye mnada au ambacho kinapatikana kwenye soko la pili la hati fungani kupitia Dar es Salaam Stock Exchange. Sasa naomba niwapitishe sehemu fupi. Tunasema hati fungani za serikali unaweza kuzinunua kwa kupitia njia mbili. Njia ya kwanza unaweza kuzinunua kwa kupitia kwenye minada ya serikali. Tunasema ni kwenye primary market kupitia kwenye hizi government auctions.
government auctions, serikali huwa katika mwaka wake wa fedha huwa inatoaga kalenda aidha ya nusu mwaka au ya mwaka mzima, ambayo inaonyesha ile minada ya hati fungani. Kwa wale wawekezaji ambao wanatamani kuwekeza kwenye minada ya serikali kupitia kwa njia ya primary market, kupitia kwenye minada, wanaweza wakajichagulia, kwa sababu tunasema kila siku ya Jumatano serikali yuko sokoni kukopa, lakini anakuwa anazipishanisha. Tukiingia Jumatano hii inaweza ikawa ni hati fungani ya muda mfupi, tunaongelea ni treasury bills. Jumatano inayofuata inakuwa ni hati fungani za muda mrefu, ambao ndio hizi tunaziongelea hapa, ni treasury bonds. Lakini tukumbuke pia kuna hizo treasury bonds zipo kuanzia miaka miwili, tumesema miaka mitano, miaka 10, 15, 20 na 25. Kwa vivyo hivyo pia hizi hati fungani zinapokuja kwenye mnada siku yake husika ya Jumatano, pia haziji zote kwa pamoja, inakuja moja moja. Ndio maana tunashauri pia kuweza kuiona na kuiangalia kalenda ambayo imetolewa na Benki Kuu ya Tanzania, ambapo inazipishanisha hizo hati fungani ili kila mtu apate fursa ya kuweza kushiriki. Tunasema kima cha chini tumesema ni shilingi milioni 1, na kima cha multiple ya kuongezea ni ya laki moja. Nikimaanisha nini? Kwamba mtu huwezi kuingia kwenye mnada ukataka kununua bondi ya shilingi milioni 1, laki moja na shilingi 15,000 au shilingi 10,000 au shilingi 20,000 au shilingi 30,000, hauwezi, ila unaweza kuweka into multiple ya shilingi laki moja. Yes, kama tulivyosema, tumeainisha hapo mwanzo, tumesema hati fungani za serikali zipo za miaka miwili, miaka mitano, miaka 10, miaka 15, miaka 20 na miaka 25. Hapa tumeziainisha katika table yetu hii kuweza kuonesha hizo hati fungani pamoja na riba zake zinazotolewa. Na riba hii tujue kabisa kwamba serikali atakupa mara 2 kwa mwaka, kwamba riba hii unayoiona hapa, kiwango unachokipata utakigawanya mara 2 kila baada ya miezi 6, serikali anakuwa anakupatia hiyo riba. Tunaangalia hapa bondi ya miaka miwili ina riba ya 12.5%, bondi ya miaka mitano ina riba ya 13%, bondi ya miaka 10 ina riba ya 14%, bondi ya miaka 15 ina riba ya 14.5%, bondi ya miaka 20 ina riba ya 15.25%, na bondi ya miaka 25 ina riba ya 15.75%. Na riba hizi ni riba ambazo zimepatikana kutokana na minada ambayo imeshaendeshwa mwaka huu kuanzia mwezi wa kwanza mpaka hivi leo. Tutakuja kuangalia hapo mbele kwamba soko letu la hati fungani limebadilika kidogo kutokana hizi bondi zimeshatolewa takriban kwenye awamu 3, ambapo awamu ya kwanza iliishia mwaka 2022 mwezi wa 3, zikaja bondi zenye riba mpya mpaka mwaka 2024, ambapo zikarudishwa zile bondi za zamani tena kwenye sokoni, tukasema zimefanywa reopening. Kwa mwaka jana mzima wote tulifanya reopening za bondi zile za awali kabisa ambazo zilitolewa, na kwenye kalenda hii mpya zimekuja bondi hizi mpya ambazo tunaziita ni market determinant coupons bond. Tutaziona huko mbele maana yake ni nini na kwa nini zimekuja na serikali ana lengo gani ya kuzileta hizi bonds. Na kuna terminology nimeiongelea hapa, nimeongelea kitu kinaitwa reopening. Tutakiangalia reopening ni nini, sababu hasa kubwa ambazo serikali ameona kwa nini afanye reopening, na features za reopening zikoje. Kwa hiyo kwa kifupi tumeziona hizo riba ambazo zimekuwa hapo na jedwali hapa. Nitaongelea kwa kiufupi, nitachukulia mifano michache. Niongelee tu mfano mmoja wa bondi ya hati fungani ya miaka 20. Tunaona pale kuna mwekezaji, tumetoa mifano mitatu. Kuna mwekezaji ameweka kiwango cha milioni 1, mwingine ameweka kiwango cha milioni 50, mwingine ameweka kiwango cha milioni 100. Katika mifano hii tunamuona kabisa kwamba mtu aliyeweka hati fungani ya milioni 1 atapata ile riba ya 15.25, ambapo kwa mwaka mzima serikali itampatia jumla ya shilingi 152,500, ambapo kigawanya kwa 2 ni shilingi 76,250. Manake kila baada ya miezi 6, tangu ile bondi yako ilipokuwa imetolewa, ilipokuwa issued, utalipo shilingi 76,250. Haitobadilika, hiyo itakuwa ni fixed throughout. Na kwa mwaka mzima utakuwa umerealize kama umepokea shilingi 152,500, na ndani ya kipindi hiko cha miaka 20 utakuwa umepokea jumla ya shilingi milioni 3,50,000. Lakini jumla ya mapato yote ambayo utakuwa umeyapokea ni kuchukua ile milioni 1 yako ambayo ni principal amount uliowekeza,
tutajumlisha na accrued interest, ile interest yote ambayo ulipokea kwa kipindi chote cha miaka hiyo ambao umewekeza, na utapata takriban ya shilingi milioni 4 na shilingi elfu, ambapo ni sawa na ongezeko la riba ya 305%. Tuchukulie mfano mwingine mdogo hapo. Umewekeza kwenye hati fungani ya miaka 20 hiyo hiyo, ukaweka kiwango cha shilingi milioni 100 kwa riba ya 15.25%, ambapo moja kwa moja unaona kwamba unaenda kupokea shilingi milioni 15,250,000 kwa mwaka, ambapo kigawanya kwa mbili tunasema unapokea shilingi milioni 7,625,000 kila baada ya miezi 6 tangu ile bondi yako ilipokuwa imetolewa kwa mara ya kwanza kwenye soko. Kwa hiyo huyu mtu ambaye amewekeza milioni 100 ndani ya hii miaka 20 atakuwa ameweza kuaccumulate kupata riba ya zaidi ya shilingi milioni 305, ambapo mwisho wa siku total gain yake ambayo atakuwa ameipata ni ile principal amount milioni 100 yake, na hiyo kwa accrued interest ya milioni 305 atakuwa amepokea jumla shilingi milioni 405. Kwa ongezeko la miaka yote tunasema ni riba ya takriban 305%. Kwa vivyo hivyo itakuwa ni rahisi kwa wewe mwekezaji kuweza kujua kwamba kwa mwaka mzima mimi nitapata kiasi gani. Ni kuchukua tu kile kiwango ambao unataka kukiwekeza, utazidisha na hiyo riba ambayo serikali itakuwa imeitoa, utagawanya mara mbili, iko ni kiwango utakipokea kila baada ya miezi 6 mpaka siku bondi yako itakapomachua. Nikiongea neno maturity, nadhani mwanzo kabisa ndugu Emmanuel ameelezea maana yake ni nini. Hizo key terminologies alizoziongelea Emmanuel ni muhimu sana kuzielewa, kwa sababu hapa tunaziona, tunasema kuna hiyo face value, kuna price, kuna hiyo interest rate ambayo inakuwa issue, na kuna kitu kinaitwa maturity date. Face value ndio thamani halisi ya hiyo bond, price ndio hiyo tunaiona hapo. Na kitu ambacho tunapaswa kukijua kwenye uwekezaji wa hati fungani, bei huwa hapangi mtu yoyote, zinakuwa determined kwenye forces za demand and supply. Tunaona kwenye assets zingine bei zinakuwa zina factors tofauti ambayo inasababisha bei iweze kuwa derived. Tukichukulia wenzetu mfano wa real estate, location ndio ina determine price ya kiwanja, lakini tukirudi kwetu sisi, bei ya hati fungani inakuwa derived kutokana kwenye forces za demand na supply, kwamba upatikanaji na mahitaji ndio yanaweza kuleta uwiano wa kupatikana kwa bei halisi ya hiyo hati fungani husika sokoni. Kwa hiyo hapa tumewekea mfano wa shilingi 100, lakini serikali inakuahidi kwamba nitakurudishia shilingi 100 at maturity. Kwa hiyo una haki ya kumkopesha juu ya shilingi 100 au kumkopesha chini ya shilingi 100 akurudishie shilingi 100 at maturity. Kwa lugha nyepesi tunasema kwamba ukimkopesha serikali juu ya shilingi 100, umemkopesha kwenye premium price, kwamba yeye atakurudishia shilingi 100 lakini wewe umemkopesha juu ya 100, manake automatic hapo wewe unachokipokea ni faida mbili. Faida ya kwanza unapokea ni capital loss, na faida ya pili ni ile interest rate yako ambao utakuwa unalipwa kila baada ya miezi 6. Ina maana kuna kiwango cha mtaji utakipoteza hapo, kwa sababu umenunua juu ya 100. Mfano, mtu ananunua hati fungani kwa bei ya 105, lakini serikali itamrudishia shilingi 100. Anamaanisha kwamba ile shilingi 5 tayari unakuwa automatic umeipoteza, lakini utapokea ile riba yako. Mfano wa bond miaka 20 15.25 kigawanya kwa 2 kila baada ya miezi 6 utapewa hiyo. Lakini kuna mtu mwingine atakuja anasema ananunua hii hati fungani labda kwa bei ya shilingi 90 au shilingi 95. Tafsiri ni kwamba huyu mtu automatic tayari anakuwa na capital gain, ongezeko la mtaji la shilingi 5 pamoja na ile riba anayoipokea kwa mwaka ambao anaigawanya kwa 2 anapokea kila baada ya miezi 6. Sasa tukichukulia mfano mtu katika watu wawili, tuashumu huyu mtu wa 95 tumuite mtu X na huyu mtu wa 105 tumuite mtu Y. Mtu Y akitaka kununua hii hati fungani yenye face value thamani ya milioni 100 kwa bei ya shilingi 105, maana yake atalipa milioni 105 kupata riba ya kupata thamani ya bondi yenye thamani ya milioni 100. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tayari ile milioni 5 anakuwa ameshaipoteza, lakini riba yake inabaki pale pale ya 15.25, ambapo kwa mwaka mzima atapewa milioni 15,250,000. Lakini mtu X akinunua kwa bei ya 95, thamani ya milioni 100, maana yake atalipa milioni 95 kupata bondi yenye thamani ya milioni 100. Maana yake tayari ameshatengeneza capital gain ya shilingi milioni 5, ongezeko la mtaji wake tena ni milioni 5 on spot, lakini thamani ya bondi yake itabaki ni milioni 100 ile ile. Kwa hiyo
ile riba tunaikalculate kwenye thamani ya bondi ambayo ndio ile face value, sio kwenye cost ya bondi. Ili tuweze kupata cost ya bondi, tunasema ni ile face value yako utazidisha kwa bei, asilimia ya bei unayoipata sokoni. Kwa hiyo mfano yule alionao kwa 95, maana yake face value yake ni milioni 100 mara asilimia ya 95. Yule mtu Y ambaye alinunua kwa 105, maana yake ni face value yake ni milioni 100 mara ile thamani ya 105. Hiyo ndio uhalisia wa gharama atakayoipata kununua bondi hile husika. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa kati ya gharama ya kununua bondi na thamani ya bondi. Kwa hiyo ile riba yako itakalkuletiwa kwenye thamani ya bondi, sio gharama ya bondi. Kwa hiyo ndio maana mwanzo tuliwapitisha pale kuona zile terminologies ni muhimu sana kuweza kuzijua. Sawa. Naona tusogee mbele kidogo. Asante Emmanuel. Sawa. Kwa hiyo nadhani kwenye kipengele hiko tumeshaondoka tayari, na kama tulivyowaomba hapo awali, naomba mtunze maswali yenu. Hapo mwishoni mtanyosha mikono na tutajibu maswali yenu. Kwa hiyo ilikuwa ni kifupi kuhusu hati fungani, na hapo kuna kitu nilikuwa nimekielezea mwanzo, nikasema hizi hati fungani za serikali zimetolewa katika tranche kubwa tatu. Tranche ya kwanza ambapo ilifungwa mwaka 2022 mwezi wa 3, ikaja tranche mpya, na tranche mpya hiyo iliishia mwaka 2000 na mwisho wa mwaka 2023, ambapo mwaka 2024 tulikuwa na kitu kinaitwa reopened bonds mpaka mwisho wa mwaka 2024. Tulipokuja mwaka 2025 pia tumekuwa na tranche mpya ya 3 ambayo tunaita ni market determinants coupons bond. Why market determinants coupon bond? Nini kimebadilika? Kilichobadilika cha kwanza kabisa, tunasema kwamba zile bondi za zamani zinakuwa na fixed coupon rate. Kwa hiyo ni rahisi kujulikana, hata kama mnada unakuja ulikuwa ni rahisi kujua kabisa kwamba bondi hii itakuwa na riba fulani. Lakini tunapokuja kwenye market determinants coupon bond za mwaka huu, na wengi mmekuwa mmejishuhudia, kwa wale ambao tayari wameshawekeza, wale ambao hawajawekeza kabisa wamekuwa na maswali mengi kwamba mnada unakuja miaka 20 utakuwa na coupon ya asilimia ngapi? Hiyo huwezi kuijua. Coupon rate inakuwa inatangazwa pale mnada unapokuwa issued, na hiyo ni kuweza kureflect market conditions. What are the market conditions? Market conditions ambazo tunazoziongelea hapa, tunaangalia ni zile tunaongelea ni yields ambazo zinapatikana sokoni na bei ambazo zinapatikana sokoni kuweza kutengeneza ile return ya mwekezaji. Hiyo yield ndio itareflect pia price ambayo itareflect coupon rate ambayo BOT ataiissue kwenye mnada husika. Na hii ni kwa sababu gani BOT wameleta? BOT wameleta ili kuweza kuleta sambamba uwiano wa returns ambazo zinapatikana kwenye soko la pili na soko la kwanza, primary market and secondary market. Na kitu kingine pia kuimprove liquidity and market efficiency. Liquidity, urahisi wa ufanyikaji biashara kwenye soko la kwanza na soko la pili, hasa kwenye soko la pili. Sasa tunasema inafanyaje kazi? Ni hivi kwamba ukitaka kushiriki sasa kwenye minada mpya hii ambayo tunaongelea ni market determinants coupons bond, kitu cha kwanza kabisa ni kwamba kuweza kutambua ile rate ni at least 1 week before the auction, ambapo BOT wamekuwa wakitangaza hii minada kwa kupitia kwenye website yao, magazeti na kwenye mitandao ya kijamii, ambapo sisi pia mawakala tunatumia njia ya mitandao ya kijamii pia na website zetu pia kuweza kupublish hizo announcement za minada. Kwa hiyo hivyo inakupa fursa wewe kuweza kujua ile riba angalau wiki moja kabla ya mnada. Sasa impact ni nini kwa wawekezaji? Ya kwanza kabisa inakupa flexibility, kwamba rate inapokuwa iko juu inakupa uhuru wa kuweza kuparticipate on spot, na pia rate inapokuwa chini pia unaweza ukaamua kuhairisha usiingie kwenye mnada huo. Tumekuwa tukijionea hapa bondi za muda mfupi zimekuwa na riba ndogo kwa muda mrefu, ambapo imesababisha pia ule ushiriki wa wawekezaji umekuwa ni hafifu, kwamba watu wanafanya maamuzi hata kipindi kirefu kabla hata minada haijafika kwamba mimi siwezi kushiriki kwenye minada kwa sababu riba zimekuwa ni ndogo. Lakini tumejionea hivi karibuni kwenye hizi bondi mpya riba kwenye bondi za muda mfupi zimepanda sana, na imeweza kuchochea liquidity kwenye primary market na kwenye secondary market kuongezeka kwa hizi shorter terms. The likes tunaangalia 5 years, tunaangalia 2 years, tunaangalia 10 years, tunaangalia 15 years. Riba zimepanda sana. Ukiangalia kama miaka 15 hapo nyuma kwenye bondi ya awali ambayo ilikuwa bondi pendwa ilikuwa na 13.5, sasa hivi na 18.5, ongezeko la 1% juu, ni very attractive.
tunaangalia 5 years sasa hivi na asilimia almost 13.5, ambao ni riba kubwa sana na inavutia watu wanaamua kuwekeza sana sana sana. Kingine cha pili, impact ni better planning. Unaweza kuplani vitu vyako vizuri na kuplani uwekezaji wako vizuri, kwa sababu tayari you know the rate in advance. Sasa naweza ukaamua kwamba uingie ama usiingie, na kama ukiingia unaweza kuingia kwa kiasi gani kutokana na rate leo, na is it attractive or not attractive. Lakini pia tunaona kwamba zile old bonds hazitobadilika. Kitu ni kile kile kwamba wale walionunua zile hati fungani za zamani rate zao hazitoathiriwa na hizi bondi mpya. Kwa hiyo wale wataendelea kuenjoy vile vile zile rate zao mpaka siku zitakapomachua au siku watakapoamua kuachana nao. Jambo ambalo unapaswa kulitambua ni kwamba hizi hati fungani za serikali kuanzia miaka 2 mpaka miaka 25 hazikulazimishi wewe mwekezaji kwamba ukae nazo mpaka mwishoni. Unaweza ukaamua nazo mpaka mwishoni au ukaamua hata kuachana nazo hapo katikati kupitia kwenye soko la pili kama niliposema hapo awali. Na kwa sababu hati fungani tunasema zina mvuto sana sokoni, kwa ni rahisi pia kuweza kuexit especially kwa zile long term. Lakini kwa sasa hivi tunaona kwenye bondi hizi mpya hata short term pia zinakuwa zina urahisi kutokana na riba yake pia imekuwa kwa kiasi kikubwa. Key takeaway note ni kwamba bonds now are more responsive to market condition. Stay informed to maximize the return. Yes, zina reflect a true market performance and efficiency, na wawekezaji mnapata fursa ya kuweza kumaximize return zenu. Okay, tuweze kuendelea. Sawa, hapo tulikuwa tumetoka kuiongelea hati fungani tranche ya 3 ambayo tumeita ni market determinant coupons bond. Kama umenikariri vizuri hapo nyuma nimeongelea kuna kitu kinaitwa reopening, ambapo kwa wale wageni wa soko, wawekezaji wapya, tutakuwa experience sana kwa mwaka wa fedha kwa mwaka 2024 kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12. Na serikali iliamua kurudisha zile hati fungani za zamani ambao mara ya mwisho zilitolewa mwaka 2022, zikarudi tena upya sokoni, zikaingizwa tena kwenye minada, na pia zikawa bado zinaweza kufanya biashara, kutrade kwenye soko la pili, tunaongelea kwenye secondary market. Sasa watu wengi wanajiuliza kwamba reopening ni nini? Kwa nini serikali ina deal na reopening? Sababu kubwa hasa ni nini, na why should we buy reopened bonds, na zinakuwa zina features gani? Kwanza kabisa tuanze kuzielewa reopened bonds maana yake ni nini. Hizi ni zile bondi za zamani zinarudishwa tena serikali, zinarudishwa tena sokoni. Key features ni nini? Zile bondi zinaporudi tena sokoni, tunasema ni same stock lakini inarudi sokoni, kwa hiyo ina carry the same features. Kitu kitakachobadilika hapo tu ni kwamba ile price yake itakuja kutrade at a market price. Tuchukulie mfano hapa, tumewapa tu mfano tu mzuri. Tumesema imagine you are building a house, ukanunua mifuko 50 ya cement kwa bei nzuri sana, lakini baadaye ukajigundua kwamba labda ya nyumba inahitaji kuiongeza zaidi na kuifanyia maboresho zaidi. Unarudi kwa supplier yule ambao anakuuzia cement ile ya stock ile, lakini kwa market price. Tunasema bond reopening works at the same way, the way government issues more of the same bonds but investors buy it at the market price at that time. Yes, hiyo ndio key features ambayo nilikuwa naongelea. Kwa nini tuchukulie mfano mdogo. Nitatumia mifano haya ambayo iko sokoni. Tunasema tuchukulie mfano bond ya miaka 25 au bond ya miaka 20. Nitatumia bond mbili mfano. Na bond ya miaka 25, moja ni bond namba 561. Hii bond ilitoka sokoni kwa mara ya kwanza mwaka 2021 mwezi wa 4, ilikuwa ni tarehe 21. Sasa hii hati fungani ilitoka mwaka 2021 mwezi wa 4 tarehe 21, lakini serikali alikuja tena kuifanyia reopening mwaka 2024. Hapo takriban miaka 2-3 imeshakwisha. Ilikuwa reopen zaidi ya mara 2. Kama mtakumbuka mwezi wa 5 mwaka jana ilifanywa reopening tena. Sasa ile bond ilivyofanywa reopening kwenye mnada, ilirudishwa kwenye mnada mwaka jana mwezi wa 5, haikumaanisha kwamba ile bond ilikuwa ni mpya. Hapana, ina carry the same features, kwamba maturity yake itakuwa ni mwaka 2046 kwa sababu ni bond ya miaka 25 ilitoka mwaka 2021. Kwa hiyo itamachua mwaka 2046 mwezi wa 4 tarehe 22. Kwa tayari imeshamaliza almost miaka mitatu 4 nyuma.
Kwa pale unapoinunua wewe mwekezaji, yes, unanunua kwa mara ya kwanza kwenye mnada, lakini unaendelea pale ilipoishia kwenda mbele. Kwa ni same bond with the same features but at different price. Kwa price ilikuwa determined na watu kwenye mnada ule husika tofauti na ilipouzwa mwanzo. Kama ukiangalia kwenye records, ilipouzwa mwanzo mwaka 2021, ile bond ilitrade hadi kwenye discount price mpaka price ya 96. Ilitrade ile bond kwa mara ya kwanza ilipoingia sokoni. Lakini ukiangalia, ukifuatilia mnada huu wa mwezi wa sita mwaka jana, kama sikosea, mwezi wa 5, ile bondi minimum price ilikuwa ni 105.5. Hiyo ndio bei ya chini kabisa ilipatikana sokoni. Wakati mwaka 2021 kiwango kima cha bei ya chini kabisa ilikuwa ni almost shilingi 96. Kwa hiyo ni same bond, same features, lakini inacho differentiate ni market tu, kwamba ita trade at a market price. Sasa why government walifanya reopening? Cha kwanza kabisa ni kuweza kuongeza liquidity kwenye secondary market. Why liquidity kwenye secondary market? Kwamba tunaangalia kwenye secondary market ndo activities zinakuwa ziko nyingi sana. Kama activities ziko nyingi sana za kuuza na kununua, kama mali haipo, mtanunua nini au utauza nini? Hakuna. Kwa hiyo kile kiwango cha hati fungani ambayo inakuwepo kwenye soko inakuwa ni kichache. Kwa hiyo serikali ili kutengeneza ile liquidity sokoni, wakaamua kurudisha zile bond tena kwenye minada, ili ile portion iongezeke sokoni, ili watu waweze kufanya biashara kuuza na kununua kwenye secondary market. Kwa cha kwanza ilikuwa ni kuimprove liquidity na kuadd more stake kwenye secondary market. Yes, hiyo ndio ilikuwa ni kuhusu reopening. Tunasema shida kitu cha uzuri mwingine wa reopening ambao tunapaswa kujua ni kwamba tunasema kwamba kwenye reopening mara nyingi tuna trade at a debt price. Debt price ni nini? Debt price Emmanuel ameizungumzia vizuri. Tunasema debt price tunaipata kutokana na clean price kujumlisha kitu kinaitwa accrued interest tupate debt price. Kwamba kwenye reopening bonds nyingi utazikuta kwamba sio mpya. Kwa unaweza kuikuta hata muda inapouzwa imekaribia kutoa riba labda ya kwanza au ya pili, yani imekaribia kupokea ile kuponi yake. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna miezi imeshakaa imezalisha ile riba. Kwa hiyo ile riba iliyozalishwa tunaita ndo accrued interest. Tutaijumlisha kwenye ile clean price tuweze kupata bei halisi ambayo tutainunulia, ambayo tunasema ni settlement price ya kuweza kupata hiyo bonds ya reopen. Tunasema the higher the accrued interest of the bond, the higher the debt price and the settlement amount the investor has to pay. Kwamba accrued interest inapokuwa kubwa na bei pia inazidi kukua kubwa, na amount na kidogo ni kubwa ya mwekezaji kuweza kulipia hiyo bond. Lakini tunasema despite the higher the price of investor, yield shall not be severely affected since the bond yield to maturity is calculated based on the clean price. Kwamba usiogope kuona kwamba bei imekuwa kubwa, hii ni kutokana na accrued interest, lakini yield yako haiwezi kuwa affected kwa sababu kile ulichokilipia ni kile ambacho tunaenda kukipokea na kilishazaliwa tayari ndani yake, na tunapocalculate yield to maturity tuna base kwenye clean price. Kwa hiyo nilikuwa ni kiufupi kuhusu reopening, kwa sababu ni kitu ambacho tutakuja kukiona na kitakuja kujitokeza. Ndio maana tunajaribu kufocus sana kwenye ile eneo la reopening, kuelewesha watu kwamba reopening sio bondi mpya, ni bondi ambayo imeshatoka inarudiwa tena kwenye mnada na ita trade at a debt price. Yes. Sasa tuangalie mfano reopening inakuaje. Tuta calculate vipi price yetu ya kwenye reopening. Huku tunakoelekea sasa hivi tutashare na baada ya presentation hii tutashare na nyie kalenda ya Benki Kuu kuona kwamba kuanzia mwezi wa 4 tutakuwa na minada mingi ya reopening. Kuanzia tarehe 2, tarehe 7, tarehe 2 mwezi wa 4 tuna reopen, mwezi wa 5 tutakuwa na reopen pia 25 years. Sasa itakuwa inafanyaje kazi? Kwa ni vyema hivi tukavielewa mapema ili wawekezaji kidogo tuwe na uelewa mkubwa tunavyoamua kufanya decision zetu za kuja kuingia kwenye minada. Hapa nimewekea mfano wa bondi mpya na reopen bond. Na hiki ambacho mtakuwa mnakiona hapa ndicho ambacho current kitakuwa ni practice kwenye minada ambayo inayokuja. Hapa kuna mfano wa kwanza na mfano wa pili. Tumechukulia bondi ya miaka 25. Hii bondi inaweza kuja kuwa reopen tarehe 7 nadhani mwezi wa 5 kama sikosei. Yes, tarehe 7 mwezi wa 5 itakuwa reopen hii bondi. Hii bondi ilitolewa mwezi wa kwanza kwa riba ya 15.75. Ni bondi ya miaka 25 ambayo hii bondi itamachua mwaka 2050. Sasa hii bondi ilitolewa mara kwanza tarehe 8 Januari. Tuchukulie mfano mtu amewekeza shilingi milioni 50 kwenye mnada wa mwezi wa kwanza. Kwamba hii bondi uliponunua mwezi wa kwanza
ilikuwa imeuzwa kwenye clean price. Clean price ni ile bei safi kwamba haina accrued interest yoyote, na hii bond ilikuwa ndo mara ya kwanza kabisa inatoka sokoni. Kwa hiyo tunasema amount invested uliwekeza milioni 50, clean price yako hapa tumechukua shilingi 100. Kwa hiyo accrued interest ni 0. Kwa settlement price yako, ile bei ya mwisho kabisa unaolipia kununua hiyo bond, itakuwa ni ile shilingi 100. Kwa hiyo amount utakayotumia kusettle ile cost to purchase the bond itakuwa ni milioni 50. Working to make pale. Kupata cost tumesema ni ile face value yako times asilimia ya price yako. Lakini sasa bondi hii inaenda kurudiwa. Kumbuka hii bondi imetolewa mwezi wa kwanza tarehe 8. Tuna expect tarehe 8 mwezi wa 7 hii bondi ilipe coupon yake ya kwanza. Sasa je, mtu aliyenunua mwezi wa kwanza na mtu anaenda kuinunua mwezi wa 5, je, wanunue kwa bei sawa? Hapana. Kwa sababu hii bondi ilipotoka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 5 kufika, tayari kuna riba itakuwa imezalishwa ndani yake. Tunaita ni ile accrued interest. Sasa huyu mtu atakayenunua mwezi wa 5 ni lazima anunue kwenye clean price, tumjumlishie na ile riba ambayo imezaliwa aweze kuinunua kwenye debt price. Hiyo ndo anaweza kucalculate ile settlement amount yake. Sasa hapa tunaona kwenye fomu yetu, hapa tunajaza, tunasema tender size ile ni face value, thamani ya bond unanunua milioni 50. Tukija kwenye clean price wewe unaweka ni 100, ndio ile ambayo tumeuziwa kwa mwezi wa kwanza. Hii bondi mpaka kufikia tarehe 7 mwezi wa 5 itakuwa imegenerate, imejizalisha riba ya 5.0918. Kwa tafsiri bei ya sisi ambao tutakaonunulia hii bondi ni kwamba tutachukua ile clean price yetu, tutajumlisha accrued interest uzaliwa, ndio tutapata settlement price yetu. Ile settlement price yetu ndio tutazidisha thamani ya bondi tunanunua kupata gharama ya bondi ambayo tutalipia sisi kuweza kununua bondi yenye thamani ya milioni 50. Kwa hiyo tukaweka kujiandaa kwamba sasa hivi tutakapoenda fomu mpya zitatoka na BOT ameshazitoa hizo fomu ambazo zazijaza, ambazo zitakuwa na kipengele ya clean price na zitakuwa na kipengele cha hiyo accrued interest, tujumlishe tupate ile settlement price yetu ambayo ndio debt price. Kwa ni kitu ambacho lazima tukizingatie sana. Sasa tunapoenda kushiriki mnada, kuna namna mbili za kushiriki mnada. Tunaweza kushiriki kwa namna ya non competitive ambayo tunapata ile bei ya weighted average price, na tunaweza kushiriki kwa namna ya competitive way. Kwenye competitive way ni kwamba mimi mwekezaji nakuja nasema naweka bei yangu shilingi fulani, kama mimi am bidding at a certain price. Hiyo ni competitive. Nani competitive? Ni watu wanakuja kwamba yeye ni price taker, kwamba mimi bei yoyote itakayopatikana ndio mimi nitakayoichukua. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba serikali itakapofanya mchakato mzima wa ile hati fungani, ule mnada, ile auction itakapokwisha, wanatengeneza kitu kinaitwa weighted average price, bei ya wastani husika. Hiyo bei ya wastani itakayopatikana ndio wanapewa wale ma price taker wanaoshiriki kwenye nani competitive. Kwenye nani competitive. Kwa hiyo automatic kwamba ile price utakayopata kwenye nani competitive, kwenye ile opened bond, ile ni clean price. Tuelewane vizuri kabisa hapa. Ile price utakayopata as a weighted average price, ile itakuwa ni clean price. Kwa ile price unayopata kwenye weighted average price utakuja kuijumlisha na hii accrued interest upate sasa debt price, ili uweze kupata cost amount ya kuweza kulipia kusettle hiyo thamani ya bondi utakayoinunua. Naomba jamani tutunze maswali hapa na tusikizane vizuri. Wale mtakao shiriki kwenye nani competitive, bei ya wastani itakayopatikana ile ndo clean price yako. Japokuwa utakao uijui mwanzo, utaijua baada ya mnada kuisha. Utaijumlisha na ile accrued interest ambayo itakuwa imezaliwa kwenye hati fungani hiyo ambayo itakuwa imetolewa, na uzuri ni kama benki kuu wataipublish hiyo accrued interest kabla ya mnada kufanyika. Ili kwenye announcement ya mnada accrued interest itakuwepo, kwa utaitambua kabla ya kuingia kwenye mnada. Kwa ile weighted average price yako utajumlisha na accrued interest, utapata ile debt price yako ambayo ni settlement price yako, uweze kucalculate cost of purchasing hiyo bondi yako. Naamini mpaka hapo tutakuwa tuko vizuri. Kwa hiyo ni mfano wa new interest na bondi ya zamani, I mean bondi mpya na bondi ambayo itakuwa reopen kama tunavyoelekea kwenye minada yetu ya kuwa na reopened. Sasa maswali hapa yako mengi kidogo, naomba tuende taratibu tuelewane. Cha kwanza kabisa, uwezi kushiriki mnada wa benki kuu kama hauna kitu kinaitwa BOT CDS account. BOT CDS account ndio account yako ambayo inakuruhusu au inakuwezesha wewe kufanyaje, kuweza kufanya uwekezaji wako
kwenye hati fungani za serikali. Sasa ili uweze kupata hiyo BOT CDS account yako, kitu cha kwanza ambacho unapaswa kukifanya ni kujaza fomu ya kuweza kufunguliwa account, tunaita ni KYC form. Hii KYC form ina taarifa chache ambazo ni za muhimu ambazo unapaswa kuwa nazo, ambao ni majina yako kamili, account yako ya benki, TIN namba yako, namba yako ya simu na address yako. Kitu cha muhimu cha kuzingatia, vielelezo ambavyo tunavihitaji ili uweze kufungua akaunti hii ya benki kuu. Cha kwanza lazima uwe na kitambulisho cha NIDA, hiyo ni lazima. Cha pili lazima uwe na TIN namba, hiyo ni lazima. Na cha tatu uwe na picha moja ya passport size, hiyo ni lazima. Na kingine, majina ambayo yanatokea kwenye akaunti yako ya benki na kitambulisho cha NIDA ndiyo ambayo yatatumika kuweza kufunguliwa akaunti ya BOT. Kwa hiyo utapeleka taarifa kwa broker ambao ni sisi Solomon Stock Brokers, utajaza taarifa zako zote, tutakufungulia akaunti yako ya BOT. Tunasema akaunti ya BOT inatoka kuanzia siku 1 mpaka siku 3 za kazi. Maximum ni siku 3 za kazi, lakini kuanzia siku 1 maximum siku 3 za kazi akaunti yako inakuwa iko tayari. Kwa hiyo tunawaomba wawekezaji, jamani, ufungue akaunti yako ya benki kuu at least siku 3 kabla ya kushiriki mnada. Siku 3 kabla ya kushiriki mnada. Kumekuwa na tendency watu wanaamka asubuhi siku ya mnada na kwambia naomba nishiriki mnada na akaunti hana, umfungulie siku hiyo hiyo. Ni kitu ambacho hakiwezekaniki na ni kigumu. Kwa hiyo tunawashauri at least siku 3 nyuma kabla ya kushiriki mnada huo umeweza kuomba kufunguliwa akaunti. Ukishafunguliwa akaunti tutajaza fomu inaitwa bid application form. Hii bid application form inakuwa details zote kama tulivyoonyesha pale mwanzo ya kuweza kushiriki mnada. Utashiriki mnada, matokeo yakitoka tutakujulisha. Kama utakuwa ukudeposit hela kabla, utadeposit hela kwa ajili ya kufanya settlement. Settlement ya bondi ni T+1. T+1 trading date plus 1 working day, kwamba mnada ni siku ya Jumatano ndio trading date, Alhamisi ni settlement. We are not expecting kwamba siku ya Alhamisi ndio tuanze kukimbizana sasa kuanza kufanya settlement ya fund. Ndugu zanguni, at least uweke hela siku ya mnada au asubuhi na mapema siku ya settlement ya mnada. Kwa hiyo hilo ni la muhimu sana kuweza kulizingatia. Unless otherwise, enjoy your returns. Bonds ndio safest place to invest. Tuendelee. Asante sana Mr. Patrick kwa extensive coverage ambayo umefanya kwenye upande wa hatifungani za serikali. Kwa hayo yote yaliyosemwa, tunaona ya kuwa vitu vingine vya kuzingatia kwa upande wa mwekezaji ni mikakati mbalimbali ambayo mwekezaji anapaswa kuzingatia kuchukua katika kuwekeza kwenye bond. Tunaelewa kwamba kwa wawekezaji wengi ambao tumekuwa tukideal nao, most of them wamekuwa wale typical buy and hold investors, ya kwamba anakuja na mtaji wake anawekeza kwenye bond na anakuwa akisubiria returns zake in the form of coupon mpaka ile bond itakapo iva au kufika maturity. Lakini mbali na hapo, tumeona kwamba kuna mikakati mbalimbali au kuna strategy mbalimbali ambazo mwekezaji anaweza kuchukua ili aweze kumaximize return yake au aweze kumaximize ukubwa wa portfolio yake kwenye upande wa uwekezaji kwenye bond. Strategy ya kwanza na ambayo inatumika na watu wengi ndio buy and hold, kama nilivyoelezea. Mwekezaji anakuja na mtaji wake, anawekeza na anatarajia kutengeneza mapato kwa mfumo wa kiwango cha coupon mpaka pale ambapo bond hiyo itakapo fika kimo chake. And so kwa strategy hii mwekezaji anakuwa sana sana analenga kutengeneza passive income. So yes, tukiangalia mkakati mwingine ambao mwekezaji anaweza kuzingatia ni leverage buy hold. So tunachomaanisha hapa ni kwamba mwekezaji anaweza akachukua mkopo kutoka benki, akanunua bond, alafu akashikilia hiyo bond. Bond hiyo anaweza kuistructure ikawa kama collateral dhidi ya ule mkopo ambao amechukua kutoka benki, na akatumia kuponi hizo kufinance zile gharama za riba na ultimately kuweza kufinance ile principal amount ambayo alichukua kutoka mkopo ule. Na baada ya kufinance huo mkopo, akawa anatumia miaka iliyobaki ya bond hiyo, akawa anatumia kula coupon zake mpaka pale ambapo bond itakapo mature. From this strategy au kutoka mkakati huu, umenotice ya kwamba mwekezaji hapa essentially ni kama vile
haja put down hela yake pase, bali ametumia hela ya taasisi nyingine, au tunasema ametumia other people's money kujitengenezea hela, so from zero to something. Karibu Mr. Patrick. Asante Emmanuel. Yes, tunaenda kwa njia ya tatu, tunaangalia investment strategy. Hii hapa sasa hivi inajaribu kufanana na hiyo ambayo Emmanuel aliongelea, lakini hapa mwekezaji tunasema anakuja na mtaji wake. Hii ni nzuri sana kwa especially kwa umri wa vijana kuja mpaka umri wa kati, namna gani ya kuweza kumaximize portfolio size yako. Hapa tusikilizane vizuri kidogo jamani, kwa sababu imekuwa ni changamoto kidogo kwa sisi wawekezaji kuja na hela cash kuweza kuwekeza mpaka portfolio size yetu iweze kuwa kubwa. Basi unaweza ukabai strategy ambayo inaweza ikakusaidia kuweza kukuza mtaji wako kwa muda mfupi na kwa kututumia nguvu kubwa. Unakuja na mtaji wako, tuchukulie mfano umekuja na milioni 100, umenunua hati fungani yako. Unaweza kuchukua ile hati fungani yako ukaenda ukaikopea benki, ukapata ile mkopo wako, ukaja ukanunua hati fungani nyingine ambayo utafanya the same, utaweza tena kwenda kuikopea benki na kununua hati fungani nyingine. Kuna mfano wa mabenki kadhaa hapa Tanzania ambapo ukiwa na hati fungani ya muda mrefu wanaweza kukupa mkopo mrefu hata mpaka miaka 7 mpaka miaka 10 kwa asilimia nzuri tu, ambapo wanakupa percentage mpaka 70% mpaka 80% ya bondi yako. Kwa tuchukulie mfano mtu una bondi ya milioni 100 ukapewa 80%, maana yake unapewa milioni 80. Milioni 80 unaweza kununua bondi nyingine, ukaenda ukaikopea tena kwa asilimia hiyo 80 tena ukanunua bondi nyingine. Kwa hiyo ukajikuta kwamba katika milioni 100 yako uliokuwa nayo umeweza kutengeneza bondi zaidi ya milioni 500. Hapo baadaye bondi zako zitakapokuwa zimemachua kwenye mikopo yake, portfolio size yako itakapokuwa iko free, unajikuta kwamba umetengeneza mtaji mkubwa sana ambapo utaendelea kuenjoy miaka na miaka. Njia ya 4 hapo tunaona tunasema ni bond trading. Hii tuna anticipate kwa speculators wengi ambapo wanakuja sokoni kipindi ambapo bondi zinakuwa price ziko chini, either ananunua ni kwenye primary market au ni secondary market, then anakuja kuiuza either ni kwenye mara nyingi kuziuza ni kwenye secondary market tu. Kwa njia hii pia unaweza ukajitengenezea return ya nzuri na kwa kipindi cha haraka endapo minada pia inakuwa ni mingi au kwenye secondary market activities zinakuwa ni nyingi. Yes. Yes. Kabla ya kuendelea na discount bond sniping, kuna swala ambalo tumeona pia ni muhimu kuzingatia tunapokuwa tunaingiza element ya kukopa katika kununua bond, na element hiyo ni kwamba wewe kama mwekezaji unapokuwa unaangalia kutumia mikopo kwa njia mojawapo ya kuweza kukuza bond portfolio yako, kitu muhimu sana cha kuzingatia ni kwamba uhakikishe ya kuwa ile effective return utakayotengeneza kutoka hiyo bond ni kubwa kuliko ile effective cost ambayo utabidi ugharamie katika kufinance ule mkopo wako. Meaning ya kwamba kama unatarajia kuchukua bondi yenye rejesho la 15%, yield ya 15% up to 16%, jitahidi sana wewe kama mwekezaji uweze kupata mkopo au debt financing ambayo ina effective interest rate ambayo ni ndogo kuliko hiyo yield ambayo unatengeneza, ili uweze kumaximize return zako na ili hiyo investment yako iweze kuwa profitable. So strategy nyingine tunaita discount bond sniping. So tunachomaanisha hapa ni mwekezaji anakuwa let's say kuna issue ya hati fungani ambayo imefanyika kwenye soko la awali au primary market. Kwa hiyo mwekezaji anasubiria ile bondi ipite kutoka primary market iingie kwenye secondary. Inapoingia kwenye secondary, labda kutokana na kwamba bondi hiyo ni liquid bond au bondi ambayo haina ukwasi, bondi ambayo ni ngumu kidogo kuuza, mwekezaji huyo anaweza akachukua advantage akawa anavizia hizo bond akazinunua kwa very big discount, na kwa kununua kwa discount hiyo anaweza akapata yield ambayo ni kubwa kuliko ile ambayo let's say angepata kama angenunua directly from the primary market, au unakuta angepata yield ambayo ni kubwa kuliko hata some of the best performing bonds kwenye upande wa both primary na secondary market. Tumeona strategy hii ikitumika sana sana na hizi corporate bonds. Mwekezaji anakuwa anasubiria zipite primary markets kutokana na kwamba zikifika secondary market kumekuwaga na liquidity problem. Na kwa nini hiyo changamoto ya ukwasi ipo?
tumeona ni kwamba kwa sababu wawekezaji wengi wamekuwa wawekezaji wanao prefer bondi zenye coupon ya bondi yenye coupon nzuri asilimia 14, 15 na kuendelea, na most of these bonds tumeona zikipatikana kwenye hizi bonds za serikali za muda mrefu za miaka 20 hadi 25. So tukija sasa kwenye upande wa corporate bonds ambazo zimekuwaga issued hapa na pale, tunaona most of them zimekuwa bonds za miaka mitatu, 4 hadi 5, na most of them zimekuwa zikitoa coupon ya asilimia 10, 9, 10 hadi 12. Kwa hiyo mwekezaji anakuwa anatazama kwa nini ninunue let's say bond hii kwenye soko la awali kwa asilimia 12 wakati let's say na 20 ambayo naweza nikanunua kwa asilimia 15. Kwa hiyo wawekezaji hawa instead wanachosubiri ni wanasubiria bond hizo ziingie secondary market, kutokana na kwamba secondary market demand ya kununua hizo bond kwa ile par value hiyo 100%, wawekezaji wengi wasingependelea kufanya hivyo kutokana na kwamba yield itakuwa ndogo. Unakuta wale wanaouza hizo bond wanalazimika kuziuza at steep discounts za up to let's say 90, 88% ya ile face value. Kwa hiyo yule mwekezaji anayeingia hapo anakuwa anaingia kwa discount nzuri ambayo unakuta at the end of the day anakuja kupata effective yield ya almost sawa sawa na bond hizi za muda mrefu ya miaka 20, 25. So anakuja anatengeneza yield ya asilimia 15, 16, in some cases up to 17 na kuendelea. So just to emphasize ya kwamba ni strategy nyingine ambao wawekezaji pia wanazingatia. Uh, Ndio, asante Emmanuel. Naomba tuangalie sasa ni kwa namna gani tunapata faida katika uwekezaji wa hati fungani na riski zake pia ni zipi za uwekezaji kwenye hati fungani. Kwanza tunasema hizi ni low risk assets. Uwekezaji wake riski yake ni ndogo sana. We are not expecting the government to default. Na pia they are transferable. Unaweza kuihamisha hii hati fungani yako kutoka kwako kwenda kwa mtoto wako, na pia unaweza kuihamisha kwako kwenda kwa mkopeshaji wako au mkopaji wako. Tunasema the returns generated are stable and tax friendly. Kama tukiangalia bond kuanzia miaka 5, miaka 7, 10, 15 na 25 hazina kodi. Hati fungani ya miaka 2 tu ndio ina kodi, lakini naamini serikali wapo kwenye mchakato pia wa kuiondolea kodi. Kwa returns zake ni nzuri, they are not associated na ulipaji wa kodi. Kama niliposema hapo awali, pia zinauzia kwenye secondary market. Ukinunua bondi miaka 20 au 25 haina haja ya kuogopa kujua kwamba mbona hii miaka ni mingi sana. Nakuta wawekezaji wengine wengi ni umri umekwenda, mpata hela za pension za mafao, wanaona kama miaka 20 au 25 ni mingi. Usiogope, uzuri wa hizi bondi ni kwamba zinauzika kwenye secondary market. Unaweza kaona bondi ya miaka 25 kakaa nao hata miezi 6, hata mwaka mmoja, hata miaka 2, ukaamua kuachana nayo ukaiuza. Lakini faida nyingine tunasema they are first priority collateral kwenye financial institution yoyote. Yaani hii ndio collateral namba 1 kwenye financial institution yoyote. Ukiwa na hati fungani rahisi sana kuaccess kuweza kupata financial assistance kwenye mabenki muda wote, saa yote. Kwa hiyo ukiwa na hati fungani, wewe muda wote unakuwa unaenjoy kujua kwamba una uwezo wa kupata mkopo kwa urahisi sana. Mtu angalie hizo disadvantage. Emmanuel, naomba utupitishe kwa kifupi sana. Okay, sasa tukija kwenye upande wa disadvantage au challenge za kuwekeza kwenye fixed income, challenge ya kwanza ni kwamba tunasema profits are stagnant na haziwezi kuadapt to inflation. So tunachokuwa tunamaanisha hapa, hata ukija kuangalia title ya presentation yetu fixed income, ukinunua hati fungani hizi unajicommit to a certain rate of return ambayo ni fixed mpaka investment hiyo itakapo mature. So kama umenunua let's say bond ya
miaka 20 at 15.25%, ina maana ya kwamba wewe utakuwa unatengeneza return ya asilimia 15.25 kila mwaka hadi hiyo miaka 20 itakapoisha. Na so what that means ni kwamba profit zako zinakuja kuwa stagnant. So milioni moja inayowekezwa kutengeneza laki na nusu, ina maana ya kwamba wewe utarajia kutengeneza laki na nusu kila mwaka for the next 20 years. So hiyo element ya stagnation tunakuja kuona changamoto yake ni kwamba sifa moja ya hela ni kwamba purchasing power ya hela inakuja kuerode over time, au inazidi kudidimia kadri miaka inavyozidi kwenda. Mfano mzuri tukija kuangalia, let's say with the same example ya laki na nusu, thamani purchasing power au thamani ya laki na nusu ya Kitanzania miaka 10 iliyopita ni tofauti sana na purchasing power au nguvu ya laki na nusu ya sasa hivi. Tunaona ya kwamba laki na nusu ya zamani ilikuwa na uwezo wa kununua vitu vingi zaidi kuliko sasa hivi, na that is because of mfumuko wa bei au inflation. Kwa hiyo wewe unapojicommit to a fixed return, ina maana ya kwamba unajiexpose pia to risk za mfumuko wa bei, meaning ya kwamba miaka kadri inavyozidi kusogea, thamani ya hela inavyozidi kupungua, ina maana ile purchasing power, ile real return ambayo ungetengeneza inazidi kudidimia pia. So that is a key challenge ambayo tunaona with bonds, ambayo inaitenganisha from financial assets zingine kama stocks, ambapo hisa ambazo tunaona zina adapt zaidi na mifumuko ya bei na kadhalika. Of course, changamoto nyingine tunaona possibility of issuer defaulting. Patrick alizungumzia kwamba ni low risk return hususan for government bonds, kwa sababu tunasema principally government haiwezi kudefault. Lakini tukija let's say kwenye upande wa corporates, default risk is usually much more elevated, although most of the issuances ambazo zimetoka sasa hivi, kwa analysis yetu hati fungani zilizotolewa na corporate entities, yani hizo bonds zimekuwa backed by corporate entities ambazo ni imara, na ambazo probability yake ya kudefault ni ndogo sana, almost next to none. Lakini nonetheless tukija kuangalia characteristic ya bond ni kwamba iwapo akatokea issuer yoyote ambaye let's say somewhere down the line akaja kupata changamoto ya kifedha, aka default katika mikopo yake, hiyo inakuja kumuaffect au kumwathiri yule mmiliki wa hatifungani hiyo. Changamoto nyingine tunaona kuna difficulty kwenye ukwasi au liquidity challenge, na hii sana sana tumeona hususani kwenye bondi hizi za muda mfupi au pamoja na bondi ambazo zimekuwa zikitoa kiwango kidogo cha riba. So kama nilivyotolea mfano wa hizi corporate bonds, mtu anapoingia soko la upili akitaka kuredeem hela yake, ule mtaji aliowekeza awali anakuwa anapata shida sana. Similarly kabla ya hii coupon determined scheme kuanzishwa, bond za zamani au bond za awali ambazo zilikuwa zina muda mfupi na riba ndogo, tuliona changamoto mojawapo ni kwamba zimekuwa zikiwa na shida. Mwekezaji amekuwa akipata changamoto ya kuuza bond kama hizo. Kwa ultimately, kutokana na changamoto hiyo, unakuta mwekezaji huyo either inabidi aendelee kushikilia bond yake mpaka itakapoiva huku machua, au atalazimika kuiuza at a steep discounted price, na hiyo inaweza ikamsababisha apoteze, aingia hasara kutokana na upotevu wa thamani ya mtaji aliowekeza. Na changamoto ya mwisho ambayo tunaona ni interest rate risk. So hapa tunachomaanisha ni kwamba hususan na hii transition ambayo tumeingia ya coupon determined, ambapo riba za hatifungani za serikali zitakuwa zinatolewa kutokana na fakta mbalimbali zinazozingatiwa na Benki Kuu. Risk ni kwamba kuna uwezekano ya kwamba let's say in the foreseeable future, let's say unaweza ukapata toleo ya bond let's say ya miaka 20 au 25 yenye coupon ambayo let's say ni ndogo zaidi kuliko hizi za sasa hivi, au hata bila kutoa theoretical examples, tukija kwenye mifano iliyo hai, miaka miwili iliyopita mwekezaji ambaye angetaka kununua bondi ya miaka 20 au 25 angepata bondi hiyo kwa riba ya asilimia 12.56.
pale ambapo BOT walitoa zile riba mpya, lakini sasa hivi tunaona hati fungani ya miaka miwili tu inatoa riba 12.5 na hati fungani ya miaka 25 sasa hivi inatoa 15.75. Kwa hiyo ina maana mwekezaji aliyenunua ile 25 year bond mwaka au miaka miwili iliyopita, amekuwa exposed na interest rate risk, ukiwa na maana ya kwamba kutokana na hiyo adverse change in hizo riba, mwekezaji huyo atapata shida, let's say kuuza bondi yake kwa bei ambayo ingemwezesha kupata ule mtaji wake wa awali. Kwa sababu gani? Sokoni sasa hivi bond zinatengeneza return ya 15% plus for miaka 25. Kwa at the end of the day, uncertainty ya interest rates na mabadiliko haya ya interest rate yangeweza kumwathiri mwekezaji ambaye let's say angelazimika kununua bond yenye riba ndogo. Yeah. So hivyo basi ningependa kuwashukuru sana, asanteni sana kwa kuhudhuria session yetu hii. Tumekuwa tukitoa session zetu hizi monthly, hii ni toleo la 3. Kama kwa ujuzi zaidi, kama ungependa kujua zaidi kuhusu masuala ya uwekezaji kwenye hisa hati fungani, lakini kwa mwekezaji yoyote ambaye yuko interested sasa kuchukua hatua ifuatayo ya kuwekeza katika hati fungani hizi, tunamkaribisha Solomon Stockbrokers. Tunapatikana PSSF House, Samora Avenue mjini Posta. Mnaweza mkawasiliana nasi kupitia namba za simu ambazo zimeandikwa hapa, 0714 26 90 90 au 0764 26 90 90. Mnaweza mkawasiliana nasi kupitia barua pepe solomonstockbrokers@solomon.co.tz. Mnaweza mkatufuata kupitia mitandao ya jamii Instagram, X, Facebook, lakini tunapatikana pia WhatsApp kwa majina ya Solomon Stockbrokers. Namba yetu ya WhatsApp ni hiyo ambayo nimetoka kuitaja kama mnavyoona hapo, lakini pia kwa mwekezaji ambaye yuko interested sasa kuanza kuwekeza, tuna fomu mbalimbali ambazo mwekezaji anaweza akajaza kama ile KYC, bid application form, zote zinapatikana kwenye website yetu www.solomon.co.tz. Na kwa yule ambaye yuko interested pia kujifunza juu ya masuala ya uwekezaji, video hizi zinapatikana pia YouTube. Recording zetu, online session zetu zote tumezirecord na kuziupload YouTube, kwa mwekezaji anaweza kuzipata hapo. Lakini pia kwa mwekezaji ambaye yuko interested pia kupata analysis ya makampuni mbalimbali au mwenendo wa hatifungani hizi au mwenendo wa soko kwa ujumla, anaweza akaupata pia katika tovuti hii ya www.solomon.co.tz. Basi ningependa kuwasilisha presentation yetu hii na kukaribisha maswali. Kwa hiyo audience, tungependa kuwakaribisha. Yoyote mwenye swali anaweza akanyosha mkono au anaweza akaacha maswali yake kwenye Q&A chat box, tukajitahidi kuyajibu. Karibuni sana. Asante Emmanuel. Hapa kuna swali la kwanza ambalo lipo kwenye chat box. Ndugu Fidelis Teotem ameuliza, kwenye bondi husika kuna nane competitive na competitive amount ambayo inakuwa specified. Je, mnashauri kubidi wapi? Ni kutokana na kiasi cha mtu anachotaka kubidi au? Jibu ni kwamba yes, kwenye kila mnada husika ambao unaotoka, kiwango cha nane competitive na competitive kinakuwa kiko specified na kinatolewa ni amount kiasi kadhaa. Na tukiongelea kwenye nani competitive, current market practice ni kwamba watu wanaotamani kushiriki kwenye nani competitive ni watu wote ambao thamani ya bondi yao haizidi milioni 50. Haizidi milioni 50. Japokuwa BOT anakuja na initiatives mpya, mabadiliko mapya, lakini bado hayajawa official. Lakini kwa sasa hivi practice ambayo ipo sokoni ni kwamba mtu anataka kushiriki kwenye nani competitive, kiwango chake cha hatifungani yake kisizidi milioni 50. Wale ambao watazidi milioni 50 automatic kwamba wanaingia moja kwa moja kwenye competitive bidding. Na kwenye kukushauri kubidi kama nani competitive au competitive ni kwamba kama utakuwa na kiwango chini ya milioni 50, tunashauri mara nyingi mtu ushiriki kwenye nani competitive, as faida ya kwanza inakuongezea ile asilimia ya kuweza kuipata ile hati fungani husika. Na faida ya pili unaweza kupata pia kwa bei nzuri, bei ya wastani, bei ya katikati. Lakini pia kwenye upande wa competitive ni nzuri pia
lakini hapo kuna majibu mawili, unaweza ukapata ukakosa, au unaweza ukajikuta umepata kwa bei ya juu sana, au ukapata pia kwa bei nzuri sana kuliko nani competitive. Kwa hiyo kushiriki kote ni kuzuri, lakini nategemeana na amount ambayo unataka kuwekeza, ndugu Fidelis. Naona kuna swali lingine hapa kutoka kwa Fausta Manga. Swali lake ni reopen bonds zina faida gani kwa mwekezaji? So Fausta, kwenye upande wa reopen bonds, faida ambayo mwekezaji anaweza kupata ni kwamba anaweza kuaccess bond ambayo ilikuwa auction previously, lakini tuseme sasa hivi uwepo wake sokoni au upatikanaji wake sokoni umekuwa mgumu kidogo, au unapatikana kwa bei ambayo ni disadvantageous kwa mwekezaji. So tukichukulia mfano wa hiyo bondi ya miaka 25 ambayo tumetoka kuitolea mfano, bondi hiyo ilifanyiwa mnada mwezi wa kwanza mwaka huu. Na tukiangalia minada ifuatayo, hamna bondi ya miaka 25 itakayofanyika, bali utakuwa na reopened itakayofanyika, reopened ya bond hiyo hiyo itakayofanyika mwezi wa tano wa mwaka huu. Kwa hiyo ina maana isinge kuwepo hiyo reopened, tuseme kama hiyo reopened isinge kuwepo, ina maana ya kwamba tungekuwa na treasury bond auction ya miaka 25 moja, meaning ya kwamba kama umekosa hiyo, ndo basi tena there is no other way of getting that bond unless uingie let's say kwenye soko la upili, soko la hisa. Lakini tukija kuangalia bei kwenye soko la hisa, unakuja kuona ya kwamba bei za hizo 25 year bond, kumbuka, kutokana na kwamba mnada huu umekuwa mmoja, ina maana ya kwamba supply au wenye hizo bond ni wachache. Kwa hiyo kuna speculators wanaoona ya kwamba kutokana na kwamba yani kuna scarcity ya bond hii, then ina maana ya kwamba kuna watu watatake advantage na watataka kuuza bond hizo kwa very premium prices. Kwa hiyo mwekezaji unakuja kuangalia kwamba unakuja kuuziwa let's say bond ya miaka 25 kwa premium let's say 9%, 110%, wakati huku primary market kuna watu waliipata kwa minimum price ya 99. Kwa hiyo kwenye mpande ule wa total return ambao ungetengeneza, unakuja kuona ya kwamba return ambao ungetengeneza kama ukiingia kwenye secondary market ingekuwa ndogo sana. Sasa as a solution to that, tunaona ya kwamba kupitia reopened wewe unapata nafasi ya pili au an extra chance ya kuweza kuparticipate katika auction hiyo na kupata bond hiyo kwa bei ambayo ni, yani tuseme bei inayoridhisha na bei ambayo inakuwezesha wewe kupata return ambayo ni nzuri. Naona kuna mikono hapa kutoka Fidelis Tiotem. Kama unaweza ukanmute mic yako, karibu. Bwana Fidelis? Okay, wakati tunamsubiria Bwana Fidelis unmute mic yake ni... Hello? Hello? Yes, karibu. Swali tayari nishaliuliza kwenye question and answers kuhusu competitive na non-competitive. Asante. Karibu sana. Kuna mkono mwingine umenyoshwa na Geoffrey Mwanawima. Karibu Geoffrey. Bwana Geoffrey? Asante sana. Ninasikika? Ndio, unasikika. Ninawashukuru sana Solomon Stockbrokers kwa semina hii wezeshi. Nafanya vizuri na inatufungua macho, hususan kwa watu ambao pengine ndo tumekuwa wapya kwenye uwekezaji. Ninaambatanisha kwani napongezi hizo na swali hili. Suppose ninaanza kuwekeza kwenye bondi, ninaweka bondi ya muda mrefu katika nyakati tofauti tofauti. Let's say bondi ya Mei nikanunua bondi ya 25 years kiasi cha milioni 2. Alafu nikaja kununua bondi ya pili
ya muda mrefu hivyo hivyo miaka 25, mwakani nikaja tena nikanunua bondi ya miaka 25. Let's say nikanunua bondi 4 za miaka 25, lakini nikazinunua katika interval tofauti tofauti. Let's say ndani ya miaka miwili nikawa na total of 50M. Ninapotaka kuja kutumia bondi hizi kama collateral ku access mkopo, Yes. 5 years, lakini maturity yake iko kwenye time interval tofauti tofauti. How do they regard that? Asante. Sawa, naomba nitalijibu hilo. Tunashukuru kwanza kwa compliment ndugu Geoffrey, barikiwe sana. Linapokuja kwenye swala la mikopo, linakuwa ni upande wako mwekezaji na upande wa benki. Kwa hiyo ikitokea mazingira kama mfano huu uliotoa kwamba umenunua bondi 4, zote ni maturity ya miaka 25. Kwenye maturity ya miaka 25 inawezekana zikawa bondi za miaka 25 zenye maturity tofauti tofauti. Mfano niliongelea bondi namba 561 itamachua mwaka 2046 mwezi wa 4. Kuna bondi namba 568 itamachua mwezi wa 2 2046. 2047. Kuna bondi nyingine pia ya 573 ile ya mwezi wa 11 2046. Kwa hiyo zote ni bondi za miaka 25 with a different maturities. Kwa hiyo hapo ambacho kitakachotokea ni kwamba yule benka wako ambao wewe unaenda kukopa kule ataangalia ule muda ambao yeye anakupa mkopo na kiasi ambacho anakupa mkopo. Ukiangalia utachukua labda, tuchukue mfano labda benki kama CRDB Bank, ukichukua loan ya 10 years anakuambia kwa bondi ya miaka 25 kama unaongelea labda ya 15.95 kwa the old bonds, tunaongelea anza kuwa mpaka 75% mpaka 80% ya total value ya face value yako mpaka 80%. Kwa kama bondi zote maturity zake zinazidi hiyo miaka 10 ambayo anayokupa, ana uwezo akazi treat as one face value. Lakini bondi hizo zitakuwa tofauti with different holding number. Hata utakapokuja kwa broker kuzipledge, tutazipledge zote at once. Lakini ni bonds za miaka 25 zenye different maturities, as long as kwamba zinazidi maturity ya lien, atazitreat as one face value, kwamba zote ni 50, hiyo bond yako ni 50 million regardless kwamba ulinunua kwa vipande vipande ambao vina different maturities, as long as they score ile lien maturity, wataitreat as one bond na watakupatia mkopo wako. Asante. Okay, naona kuna swali lingine hapa kutoka Fatma Mangi. Je, ni sahihi kusema kwamba face value ya reopening inakuwa kubwa kuliko original bond? Yes, inawezekana. Kuna baadhi ya reopening ambazo tumewahi kuona, hususan tukiangalia let's say bond ya miaka 20 kama vile bond 498, tunakuja kuona kwamba ile amount original bond ya 498, tukija kuangalia hapa takwimu, yes, tukija kuangalia originally bond 498 ya miaka 20 yenye coupon ya 15.49, serikali alipoissue kwa mara ya kwanza kabisa alikuwa anatarajia kucollect around 39.5 billion. Kwa hiyo hiyo ndo total face value ambayo alikuwa anataka kuchukua, akaja kuchukua around 116 billion back in 2019. Bond hiyo ikaja kuwa reopened mwezi wa 10 wa mwaka jana, ambapo tukaja kuona ile amount offered ilikuwa 156 billion, na amount ambayo serikali ultimately walikuja kuchukua ilikuwa 146 billion. So just to show mfano hai ambao unaonyesha kwamba yes, serikali anaweza aka leverage akatumia reopen kukusanya mtaji mkubwa zaidi kuliko ule mtaji aliokusanya hapo awali. So I hope tumeweza kulijibu swali lako. Kuna swali kutoka Paul, nawezaje kuwa na uhakika wa kupata bond kwenye competitive price?
je, ni bid high au Solomon Stockbrokers will help me to do so? Sasa hili hapa naomba nimpasie Chief Investment Officer Patrick James. Sawa. Kwanza kabisa tunapobidi kwenye competitive bidding kuna majibu mawili, either unaweza ukapata au ukakosa, lakini unapokuja kubidi at a higher price unajiongezea nafasi ya kuweza kubidi ya kupata ile bondi, kwa sababu serikali ana prefer kuchukua zile high bids, kwa sababu pia inampunguzia burden kwake in terms ya cost of borrowing. Akawa anapenda kuchukua zile price ambazo zinakuwa ziko juu, kwa unajiongezea nafasi kubwa ya kuweza kupata hiyo bond. Lakini kabla haujafanya hiyo bidding yako, sisi kama Solomon Stockbrokers tutakupa ushauri kwanza, kutokana na mwenendo wa soko tunaoona kwa kipindi husika hiyo hati fungani inapokuwa imetangazwa, ili kuweza kukusaidia kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kushindana kama unatamani kuingia kwenye competitive. Na tukiona kuna certain amount ambayo uko nayo kama inakuruhusu kuingia kwenye nani competitive, na tunaona hali ya soko ni shwari, tunaweza pia kukushauri kuweza kuingia kwenye nani competitive. Lakini competitive bidding pia ni nzuri, kwa sababu unaweza ukaestimate na kuproject price at a reasonable site. Kwa hiyo sisi kama Solomon Stockbrokers tunakushauri kwa 100% na kukuguide namna gani ya kuweza kubid na kuingia kwenye competitive bidding na kujiongezea nafasi kubwa ya kuweza kushinda, japokuwa haturuhusiwi kumwekea mteja bei pasipokuwa na idhini yake. Kwa hiyo sisi haturuhusiwi kukuwekea bei, ila tutakushauri wewe mwenyewe utaweka bei yako ambayo umeiridhia mwenyewe. Na Paul, hapo umeunganisha swali ukasema mna ofisi ya Arusha. Hapana, bado hatuna ofisi ya Arusha, tuko Dar es Salaam kama Emmanuel alipoelezea tunakopatikana, na pia bado kwenye slide unaona sehemu ambazo tunapatikana. Asante Emmanuel, za tukaendelea. Sawa, nashukuru Patrick, lakini mbali na hapo, licha ya kwamba tupatikane Arusha, kama wewe ni mkazi wa Arusha bado unaweza ukatufikia. So tunaweza communicate kwa mfumo wa email, au unaweza ukawasiliana nasi kupitia mfumo wa mawasiliano haya via WhatsApp na kadhalika. Kama uko interested kufungua account ya bond, unaweza ukapata zile form za kufungua CDS account ya bond katika tovuti yetu, au unaweza ukawasiliana na sisi tukakutumia ukajaza hizo form, sisi tukakufungulia account ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Arusha, and tukafuata protocol zingine za kuwekeza. So yote yanawezekana, licha ya kwamba hatuko Arusha, lakini yes, inawezekana kwa mtu yoyote ambaye hayupo mkoani Dar es Salaam kuwekeza kupitia Solomon Stockbrokers. Kuna swali la ziada kutoka Fausta Manga. Kama kuna new bond and reopen bond, which one would be beneficial if both have the same rate? Na ningependa kuunganisha na hili swali la Fatma Mangi. Mfano, kama ulinunua mwezi February juzi na unataka kununua reopening mwezi April, kuna hasara kama wakicalculate na riba? So tukirudi kwenye maelezo ambayo alielezea Patrick hapa awali, so kumbuka ya kwamba unapokuwa unanunua reopen bond, swala la kuzingatia ni kwamba kuna elements ya accrued interest ambayo itaongezwa juu ya ile clean price ambayo mwekezaji angelipa kama ile bond ingekuwa issued kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tofauti kati ya newly issued bond na reopen bond ni kwamba newly issued bond hauhusiki na accrued interest ya aina yoyote. Wewe unakuwa unalipia ile clean price, lakini tunapokuja kuzungumzia swala la reopen, kuna element ya accrued interest ambayo itabidi ulipe. So na hiyo accrued interest ni kutokana na kwamba hiyo bondi tayari ilishakuwa issued, na kutoka kipindi ambapo ilikuwa issued au mara ya mwisho imelipa riba mpaka tarehe ile ambayo hiyo bondi inaenda kuwa auctioned kwa mara ya pili au ya tatu au kwa mara nyingine tena, kuna kiwango cha riba ambacho kimetengenezwa between tarehe hizo mbili. Sasa kutokana na kwamba kuna hiyo riba ambayo imetengenezwa kati ya tarehe hizo mbili, inabidi wewe mwekezaji unayetaka kununua hiyo bond tarehe ya sasa hivi ununue hiyo bond kwa clean price, pamoja na uweze kulipia pia ile accrued interest ambayo imetengenezwa kati ya hizo tarehe
ambazo zime lead up to hiyo reopening. So unaposema sasa kama kuna new bond na reopen bond, which one would be beneficial if both have the same rate? From a settlement value perspective, kumbuka ule mfano wetu wa milioni 50, huku ungelipa milioni 50 for a bond ambayo haina reopening, lakini tukija kwenye reopening kulikuwa na ile accrued interest ambayo ingekulazimisha ulipe milioni 52, so 2 million extra ungehitajika kulipa. So from a cost play perspective, obviously kwa mwekezaji ingemfaa kama angeweza kununua bond inapokuwa newly issued au inapokuwa issued for the first time. No, kujibu hili swala la pili, mfano kama umenunua mwezi February juzi na unataka kununua reopening ya mwezi wa pili, kuna hasara wakicalculate. The only challenge ambayo inabidi uzingatie ni hiyo element ya accrued interest ambayo ungeongezewa, lakini kumbuka kwa nini tuna reopen bonds? Nilitoa kujibu hili swali muda si mrefu. Tuna reopen bonds, na reopen bonds ni beneficial kwa mwekezaji kama ulikosa ile newly issued one, au kama let's say ulipata ile newly issued one na ungetamani kuongezea position yako pale, lakini ukija kuangalia sokoni bond ya design hiyo, let's say bond inayolipa return kama hiyo au return zaidi ya hiyo kwa bei nzuri haipo. Kwa hiyo ina maana kuna scarcity ya bonds ambazo zinatengeneza return kama hiyo sokoni. Then the best option kwako wewe kama mwekezaji ni kununua bond ambayo ipo kwa mfumo wa reopening, even though ungelazimika kulipia pamoja na hiyo accrued interest, lakini tunaona ya kwamba kuna uahueni au kuna uafadhali wa kununua bond kupitia hiyo reopen kuliko let's say ukakosa kabisa bond hiyo au ukashindwa kuongeza position yako, au worse yet ukalazimika let's say kununua bond hiyo kwenye secondary market at a premium price ambayo ni kubwa kuliko hata ile bei ambayo ungelipia pamoja na accrued interest. So I hope tumeweza kujibu maswali haya mawili. Kuna swali kutoka Stanislaus Mtuveta. Napotaka kununua bond, ni fee gani zinaenda kwa broker na serikali? Ni asilimia ngapi ya thamani ya bond husika makato? I think hili swali kama naweza nikampatia Patrick. Karibu. Asante Emmanuel. Gharama zinatofautiana kwenye soko la awali na soko la pili, lakini kwa misingi mikuu kama tunaongelea kwenye soko la awali kwenye mnada, jumla ya gharama yote ambapo itaenda kila sehemu broker atachaji ni 0.4% ya jumla ya face value unaonunua, lakini gharama yetu haizidi shilingi 200,000 wala haipungui shilingi 100,000, tutajumlisha na VAT ambayo ni 18%. Kwa ukichukua thamani ya bondi yako ukapiga kwa 0.4%, ikipungua 100,000 utaita kwenye 100,000 kujumlisha na VAT 10% ambayo ni shilingi 18,000. Ikizidi 200,000 utairudisha kwenye 200,000, utajumlisha na VAT ambayo ni 18%. Kwa hiyo tunasema minimum ni shilingi 118,000, maximum ni shilingi 236,000. Hizo ndo gharama zote kwa ujumla kwenye kuweza kubidi kwenye mnada. Asante mama. Shida, kuna swali lingine hapa kutoka Ezekiel Loyan. Sorry, kama itakuwa nje ya maada, kwenye TIN number ya TRA inatakiwa ni business or non-business. So unapokuwa unajaza ile KYC kama we ni individual, inachohitajika pale ni ile TIN number ya individual, and similarly ikiwa business au corporate itahitajika TIN number ya corporate. So naona hayo ndo maswali pekee yaliyoulizwa. Ningependa kukaribisha kama kuna maswali mengine yote ya ziada, unaweza ukauliza through raise of hands. Kama hamna, tunaweza tukakamilisha zoezi letu hili. Naona okay, sawa. Basi mimi nafikiri mpaka hapo tumefikia mwisho. Tunashukuru wote mlioshiriki na sorry Patrick, naona kuna mkono by Paul. Paul, karibu ulize swali lako. Okay, nasikia? Ndio, tunakusikia. Okay, asante. Swali langu sijui kama nitakuwa ni
niko right hivi, naweza nikawa na milioni 50 nikanunua bondi nikaingia nikauza nikapata faida nikarudi tena, it's like trading. Naweza nikafanya kitu kama hicho? Yes, unaweza ukafanya kitu kama hiko, na tulisema one of the strategies zilizopo za kuwekeza kwenye bond ni hiyo bond trading au speculating, ambapo unaweza ukanunua at a low price ukauza at a high price. Okay, thank you. Kuna mkono mwingine kutoka Stanislaus Mtuveta. Karibu ulize swali lako. Asante. Uliongelea kwamba unaweza kutumia bondi zako kwa ajili ya kupatia mikopo. Tuchukulie benki ya CRDB, huwa wanachaji riba kiasi gani kwa uzoefu wenu unapochukua kwa mfano na bondi ya miaka 25 ile ya kwanza kabisa, riba huwa ni asilimia kiasi gani? Asante. Halo? Naomba urudie swali lako tena kidogo, samahani, naomba urudie swali. Okay. Umesema kwamba unaweza kutumia bondi zako kuchukulia mkopo, kwa mfano kwa benki. Ndio. Mfano tuchukulie CRDB. Kwa mfano una bondi ya miaka 25 ile ya kwanza kabisa, sio ndio naita face value, face whatever. Huwa kwa mfano kwa uzoefu wenu riba huwa zina range kiasi gani? Kwa sababu kwa mfano mimi napata 15.75. Nategemea mkopo nitakaochukua riba yake iwe chini ya hapo. Kwa mfano nataka nichukue mkopo wa miaka 5 au 10. Sawa, iko hivi bosi wangu. Kwanza kabisa tujue riba za mabenki zote benchmark ni hizi treasury bonds. Kwa hiyo we are not expecting kupata interest rate ambayo itakuwa iko chini ya treasury bond ya serikali. Rate nyingi zinakuwa zina match hizo returns za treasury bond au zinakuwa slightly higher, lakini hapo pia kuna negotiation room kutokana na value pia ambayo unayoichukua. Kama value pia inakuwa ni kubwa sana na iko material sana, benki anaweza aka negotiate riba pia ikapungua, lakini more or less are close the same, kwa sababu benchmark ya hizo riba za mabenki ni hizo interest rates za treasury bond especially long terms. Kama kwa hiyo kwa sasa hivi tupo kwenye 15.7, we are expecting riba nyingi zitakuwa kuanzia 15.5 to 16%, to other banks to 17%. Itategemea na benki na amount unayochukua na negotiation power uliokuwa nayo, lakini more or less ziko close. Okay, asante. Alright, basi with that said and done, ningependa kuwashukuru, asanteni sana kwa kuhudhuria session hii. Presentation hizi zitakuwa shared kama kwenu wote, provided that mmeweza kuregister katika session hii, lakini pia hii recording once tumeweza kuedit vizuri itakuwa available via YouTube. So asanteni sana na tuwatakie jioni njema na weekend njema.